mpango wa vizimba, kufuga samaki kwa njia ya vizimba. Huu mradi wa vijana katika kilimo, mifugo na uvuvi ni mawazo na maono ya Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo tunalazimika kusema ukweli kuwa karibu na utekelezaji wake, ili iwe sehemu pia ya alama zake atakazoziacha baada ya kumaliza uongozi wake. Kwa hiyo siko tayari kukuta jambo jema kama hili limeanzishwa halafu nisiweke nguvu na kulisukuma ili liwe na mafanikio. Na lazimika kufanya hivyo, na hasa mipango ambayo imetoka moja kwa moja katika fikra na mitazamo ya Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais amejipanga kutatua changamoto nyingi zinazowakabili vijana, na ndio maana tangu tumepata uhuru kwa mara ya kwanza imeundwa Wizara ya Maendeleo ya Vijana. Tena wizara hiyo ameiweka chini ya ofisi yake. Hilo ni jambo kubwa sana, ni jambo la kihistoria, ni jambo linaloashiria utashi wa kisiasa wa kiongozi wetu, kutambua kwamba vijana ndio nguzo kuu. Kwa miaka 5 maana yake mmepewa ruzuku ya serikali ya milioni 45. Zimeletwa pikipiki 2 hapa, kimechimbwa kisima cha maji. Hiyo sio sehemu ya mkopo, serikali imefanya. Umewekwa mfumo wa nishati ya umeme wa jua, na mmepewa mkopo usio na riba wa zaidi ya bilioni 1. Hayo akiyapata mtu ambaye ni mjasiriamali, akapewa ardhi kwa miaka 5 bila kulipa pango, akapewa bilioni 1.1 bila riba, akawekewa miundombinu ya maji, akawekewa miundombinu ya majengo, maka hata majengo haya mnayatumia. Akipewa huyu mwenyekiti wa halmashauri, baada ya miaka 5 utamkuta ni bilionea, ameshalipa mkopo na amefanya mambo makubwa. Kwa hiyo jitahidini kufanya kazi kwa nidhamu na uaminifu na ubunifu, ili huu uwekezaji uweze kuendelea. Mmezungumzia swala la umeme. Huo umeme unakuja na usimamia mimi mwenyewe, na nimeanza hapa kwa simu, mmesikiliza, na naendelea kuratibu, na nitamuomba Mheshimiwa mbunge tushirikiane. Sasa litakuwa langu mimi na mbunge wenu, na nimefurahi kwamba utakuwa unapita hapa. Huyu pia kitaaluma ni mchumi, anaweza akawapa mawazo ya uchambuzi wa namna ya kuendesha mradi wenu huu kwa tija zaidi, kibiashara zaidi na kisasa zaidi. Maana sasa haiwezekani serikali ilete mambo yote hayo niliyasema, halafu mkaanza kufuga kienyeji tena, halafu mkaanza kulalamikia masoko tena, halafu eneo lenyewe mkalitumia chini ya viwango. Kwa sababu sera inasema, inayoongoza sekta hizi mbili, mifugo na uvuvi, shughuli zote kwenye sekta hizi mbili zifanyike kisasa, kibiashara na kwa tija. Nafurahi sana kuwepo kwako Mheshimiwa mbunge, na kufahamu vizuri ukaribu wako, uungwana wako, lakini na uwezo wako pia wa kufuatilia mambo yanayohusu wananchi, hasa wananchi wale ambao wana uwezo wa chini kiuchumi. Hili kundi kuwa nao karibu, na mimi nitakuwa na kupitia kwako napata mawasiliano ya moja kwa moja na nyinyi. Na ili tuwasiliane moja kwa moja, tunalo kundi sogozi. Kundi sogozi pale wizarani. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, tuna vijana wameajiriwa, vijana wadogo sana. Kwa hiyo tumeunda kundi linaitwa Tabasamu la Utu.
tunapiga soga mle kwenye WhatsApp, na waziri na katibu mkuu nimo humo na naibu katibu mkuu tumo humo. Sasa na bwana Ali unda kundi lenu hapo na niwekeni mimi, tuanze kupiga soga. Kama mmelala njaa nijue, kama ng'ombe amekufa nijue, kama soko limepatikana nijue. Ndio tunaanza kazi hivyo. Kwa hiyo swala la umeme tutalitatua. Swala la masoko limenichanganya kidogo, kwa hiyo inabidi palipate uchambuzi wake, kwa sababu hata mimi nafuga. Sina shida ya masoko ya mbuzi ninaofuga. Wanafuata mbuzi shambani kwangu mimi 1,200,000 pale na kondoo, yawe maziwa, awe mtu anataka dume au anataka mbuzi au anataka kondoo, hata kuku 20,000 na mtu wako, na yale ni makubwa, yanakula kwenye natural setting, wala siwalishi, kisha waachia tu wanakwenda kwenye samadi wapi huko. Na nikifika kule lazima kuku kubwa lianguke pale nilitafune. Na mimi nashangaa hapa hakuna kuku hapa. Wangekuwa wanazagaa hapa. Wapo changamoto kubwa mlioisema ni ya maradhi. Na hasa FMD. Na mimi nilikuwa nimevamiwa, nadhani tulikuwa tumevamiwa maeneo mengi hapa. Lakini hiyo inasaidiwa kwanza chanjo, halafu ikilipuka baada ya chanjo tiba. Kwa hiyo naomba idara kwenye halmashauri inayohusika na masuala ya mifugo, jitahidini sana kupitia kwenye uongozi mlionao, na nadhani pia wataalamu ambao nimeambatana nao, tuwe na mawasiliano kuhakikisha kabisa kwamba kituo hiki kinakuwa na huduma za ugani na hasa matibabu na chanjo kwa muda wote ambao mifugo inakuwa inafugwa hapa. Alafu pia muangalie upya lile wazo la msingi la mradi huu. Bado kuna fursa kubwa, kwa sababu eneo bado ni kubwa sana. Nafahamu matatizo ya vitalu vyetu ni kwamba yanakuwa ni vichaka kwa sehemu kubwa. Kwa hiyo tutahitaji kuangalia pia namna ya kurekebisha mazingira ili tuwe na malisho ya kutosha.